Watumishi wameshatengwa, wako pale zahanati ya Nyarwanzaja na nyumba yao tayari ipo imekamilika ya kisasa kabisa. Watakuja watumishi hapa wale ambao tayari wameshaelekezwa na DMO ili waanze kutoa huduma kwenye eneo hili la Nyabulolo. Na miradi kama hii kwa maeneo haya ni miradi ambayo ni mipya, kwa hiyo wananchi wanaipokea kwa shauku kubwa sana, lakini pia kipindi utekelezaji wa mradi huu unaendelea, zahanati hii ya Nyabulolo wamepata vijana wetu chochote, wamepata vibarua hapa, wameajiriwa. Kwa hiyo fedha inarudi kwa wananchi kupitia miradi hii, na kitu ambacho Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akisisitiza ni kwamba miradi inavyoenda kuwekwa katika maeneo haya ya vijijini huku kwetu ikalete tija kwenye jamii, na jamii ipokee mradi iwe ina own ule mradi unapokwenda kukamilika, wawe wenyewe wa kwanza kuulinda mradi, kwa sababu unajua katika eneo lao na watautangaza na watausimamia mradi wao. Kwa hiyo tunaona kabisa hapa usimamizi unavyoenda ulivyo. Makatibu wa chama wa kata, katibu wa chama wa tawi yuko hapa wanasimamia, kuona kabisa kwamba nguvu iliyowekwa hapa na Mheshimiwa Rais inaonekana na inaleta tija. Anzisha wakati wanaendelea na umaliziaji kwa sababu ya umbali uliopo kutoka kwenye hii zahanati ya Ntono kwenda mpaka kituo cha afya Bukoli. Baada ya kuona wanahangaika, watoto wadogo wanateseka, lakini pia na wazee, tukaamua hata kama haijakamilika moja kwa moja, lakini shughuli ndogo ndogo zianze ili kupunguza makali kwa mama wajawazito, lakini pia kuleta tabasamu kwa wananchi wetu. Kwa hali ngumu sana kwa sisi wakina mama. Huduma tulikuwa tunazifuata kwenye kituo cha afya Bukoli. Mama mjamzito kutoka huko anaumwa uchungu mpaka Bukoli ilikuwa ni kazi ngumu kweli. Hususani usafiri ulikuwa ni shida. Hali kwa kweli ilikuwa ngumu kwenye huduma za afya ya mama na mtoto. Akina mama walikuwa wanahangaika kwenda kupata hizo huduma. Baada ya kunania kupata hii zahanati yetu Ntono hapa, kwa kweli tumepata neema, faraja kubwa sana. Kukamilika kwa zahanati hii kutawasaidia basi wale mama wajawazito kuepuka umbali mrefu.